Mimi ni Meja Jenerali Wilbert Augustine Buge, mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, kwa kifupi NDC Tanzania. Nimeambatana na wakufunzi waandamizi elekezi pamoja na washiriki wa kozi ndefu ya 14 ya chuo chetu ambayo ilianza mwezi Septemba na itamalizika mwezi Julai 2026. Wanafunzi wetu wanafanya mafunzo katika usalama wa taifa na mikakati, National Security and Strategy kwa Kiingereza. Na kwa sababu usalama wa taifa unajumuisha sekta zote zinazohusika na maendeleo ya nchi, ikiwemo ulinzi na usalama wenyewe, ni kawaida kila mwaka Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kutembelea Arusha, hususan kwa sababu ndio kitovu cha taifa letu kwenye eneo la utalii. Na hivyo leo tumeanza hapa kwa kukutana na Secretariat ya mkoa pamoja na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tutaendelea kukutana na TANAPA, na baadaye tutakwenda uwandani kwa maana ya kutembelea Tarangire na Ngorongoro Conservation Area. Lengo ni kwa washiriki wetu kuelewa hiki kitovu cha utalii wetu kama taifa, na Arusha ndiyo hub, kwa maana ndiyo kitovu chenyewe, kinaendeleaje na mikakati ikoje, lakini pia na kupata mawazo mbalimbali kwa mkoa kuhusiana na kile tunachoweza kuendelea kupata kimkakati, lakini kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, mawazo na uboreshaji, lakini pia na tija ambayo tunaiona wazi naongezeka sana kutokana na uwekezaji mkubwa wa serikali. Niseme tu kwamba Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania ni chuo cha kimataifa. Sasa hivi hapo chuoni washiriki wanatoka nchi 17 ikiwemo Tanzania, na hizo nchi 16 ambazo ni marafiki wa Tanzania ni kutoka Asia. Kwa mfano tunayo Bangladesh na India, lakini Afrika karibu yote, kutoka Misri, Ethiopia, lakini mpaka Afrika Magharibi kwa maana ya Nigeria na Sierra Leone. Hapa katikati napo tunazungumzia nchi kama Zambia ndani ya SADC yenyewe, lakini na Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ninazungumzia kuhusu coverage kwa maana ya kukava maeneo yote yanayohusu ushirikiano wetu na nchi za Kiafrika, lakini pia na nje ya Afrika. Jina langu ni Frank Mbando, mshiriki wa kozi ya 14 katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi. Tunaangalia sekta ya utalii, ni kwa kiasi gani yale tuliyojifunza darasani sasa kwa vitendo tunapata uwiano wake, ambapo tunaona sekta ya utalii huwezi kuizungumza Tanzania bila kuitaja Arusha ambayo ni kitovu cha uchumi wa kanda ya kaskazini. Lakini kwa ujumla wake tunaona kwamba sekta ya utalii ni muhimu sana kwenye masuala ya strategia na ulinzi wa taifa, kwa sababu unachangia zaidi ya 25% katika pato la taifa letu, na ni chanzo kikuu cha fedha za kigeni baada ya kilimo. Lakini tunaona kwamba tunahitaji sana hizi fedha za kigeni kwa ajili ya kulipia miradi ya maendeleo. Barabara mnaona zinajengwa, reli zinajengwa, ndege zinanunuliwa. Zote hizi zinafanyika, mikopo inapatikana, zote hizi zinafanyika kwa fedha za kigeni. Sasa chanzo kikuu cha fedha za kigeni ni sekta ya utalii. Kwa hiyo tumekuja Arusha kwenye hiki kitovu ili kupata sasa hiyo picha ya hii sekta nzima ambayo ni kitovu chake kipo Arusha. Lakini Arusha sio tu kwa hii sekta ndogo ya utalii, sehemu tu ya sekta ya utalii, lakini pia tunaona Arusha ni makao makuu ya jumuiya inayoendelea kuongezeka ya Afrika Mashariki, ambapo hii leo tuna nchi takriban 8 linatengeneza soko ya zaidi ya watu 300. Kwa hiyo Arusha ina umuhimu wake kwenye uchumi na usalama wa taifa letu. Kwa hiyo tumekuja kujifunza hilo hapo. Na kama mnavyoona
taasisi zinawasilisha majukumu yao kwenye hii sekta ya utalii. Tumeanza kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, tumeona jukumu lake katika ngazi ya mkoa. Sasa tumekwenda kwenye taasisi za utalii ambazo kwa bahati nzuri na makao makuu ya taasisi hizo ni mkoa huu wa Arusha. I am Colonel Bhekisile Audrey Mathonsi. I am a course member in National Defence College, Tanzania. I am coming from South Africa. It is my honor and privilege today to speak with you with regards to our visit here at the regional office. During our visit, we have learned a lot in terms of the conversations, in terms of the tourism, based on the fact that our theme as course members for this year, for this visit, it is the community-based and then national tourism, as well as focusing mainly on the communities. With regards to that, we have learned as well how Arusha is prepared, is sharing benefits with regards to the localities in terms of who benefits, in terms of whatever they are doing, mainly with regards to the tourism. Tourism area here in Tanzania, it is regarded as the most area around the world, if I may say, as the most attracting members in terms of attracting people, in terms of the conversation that we have here in Africa. We have also learned in terms of the strategies that they have in terms of the economy. The economy, they have a strategy that is up until 2030 that is going to assist the Ministry of Tourism as well, working together with the locals as well as in terms of benefits. So all of this, it is something that we see for the future of Tanzania, that in terms of the economy as well as the people, in terms of development, it is very much possible, and it's ongoing and it's in process because of this office. I must say, we have learned mostly around this area. We know that Tanzania is growing, the population is growing too much. And then the focus also is us as course members, we also focus on the population of Tanzania. What are their strategies here as this regional office in terms of ensuring that the population, when it grows in 20 years to come, what are the plans that will be in place for them to overcome the challenge? However, that strategy we learned, it is incorporated in the plan in 2030, of which it made us proud to know that Tanzania, in terms of tourism, they are ready, and now as well as for the future. That is all I can say for now. Thank you.